Deni la taifa kama ambavyo limesomwa na serikali limefikia trilioni 107.70. Wako watu wanajadili kuhusu deni la taifa. Wanasema deni limekuwa. Lakini mimi nafahamu na inafahamika duniani kote kwamba mikopo ni moja ya njia inayotumika kufanikisha shughuli za maendeleo pamoja na miradi mbalimbali ya kiuchumi, kuanzia kwa mtu mmoja mmoja hadi kwa mataifa mbalimbali duniani. Hii inafanyika duniani kote. Duniani kote nchi zinakopa kwa ajili ya kufanikisha miradi ya kiuchumi, kwa ajili ya kufanikisha maendeleo mbalimbali. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo dunia nzima linafanyika. Kitu muhimu kwenye mkopo, mnakopa kwa masharti gani na mnakwenda kutumia kufanya nini? Sasa nikisikiliza kwenye mjadala unaoendelea kuhusu deni la taifa, sijasikia watu wakilalamika kuhusu labda tumekopa kwa masharti yasiyofaa, au labda mikopo iliyokopwa imetumika vibaya. Kwa hiyo kama hakuna mtu anahoja kuhusu masharti ya mikopo, lakini na namna ambavyo fedha za mikopo zinatumika, mkopo haujawahi kuwa na shida yoyote, haujawahi kuwa kitu kibaya. Ndio maana hata sisi ambao tunajadili kuhusu deni la taifa, hata sisi pia tuna mikopo. Unakopa, unajenga nyumba, unaanza kuishi, halafu unaendelea kulipa taratibu. Unakopa, unanunua usafiri, unaendelea kufanya maisha, unakopa, unawekeza kwenye biashara. Kwa hiyo kwa maana ya kukopa, mimi sioni shida yoyote kwenye kukopa, kama tu tumekopa kwa masharti mazuri na tumetumia kwa malengo yaliyokusudiwa. Hivi kama tukikopa tukajenga reli ya kisasa ya SGR, sio? Watu badala ya kutumia masaa 9 kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma wakatumia masaa 3. Leo tangu ile SGR imeanza imeshasafirisha zaidi ya watu milioni 2. Zimeshakusanywa fedha zaidi ya bilioni 60 kutokana na uwekezaji uliofanywa kwenye SGR. Sasa mtu akisema kukopa kubaya, pengine sasa atakuwa hayafahamu namna gani ambavyo mkopo huu umeweza kusaidia kuchochea kasi za shughuli za kiuchumi pamoja na shughuli za kibiashara. Kwa hiyo mikopo, mimi wito wangu kwa serikali, kwanza tuendelee kuhakikisha kama tunakopa kwa masharti yasiyoumiza nchi yetu. Lakini pili, tuhakikishe nidhamu na uadilifu katika kusimamia fedha tunazokopa, ili zikalete matunda yanayokusudiwa. Kama mtu umekopa na unaona kuna kitu kimefanyika, kwa kweli unalipa ukiwa na furaha, unalipa ukiwa na hamasa ya kulipa, kwa sababu matunda ya kukopa unayaona. Wameifanya kazi hiyo, na wito wangu ni kwamba waendelee kuhakikisha kama tunakopa kwa masharti nafuu, lakini tunasimamia vizuri matumizi ya fedha tunazokopa, ili sasa tuwe tunaona matokeo yake kama tunavyoona hivi sasa kwenye uwekezaji ambao unafanyika kutokana na mikopo mbalimbali. Lakini kwenye hili la mikopo, mimi nimejaribu kufanya ulinganifu wa uwiano kati ya pato la taifa na deni la serikali kwa nchi zote za Afrika ya Mashariki. Nikianza na nchi, kuna Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Tanzania. Katika uwiano niliyofanya, nimekuta Tanzania ndio ina deni dogo, ndio uwiano kati ya pato la taifa na deni la serikali ndio liko chini kuliko nchi zote za Afrika ya Mashariki. Ukomo ambao ni wa afya kwenye mikopo hii kwa vigezo mbalimbali ni 55%. Sisi deni letu bado lipo kwenye 40%. Around zinacheza hapo 40%. Wenzetu wamefikia 70%. Wako wenzetu wamefikia 60% na kitu. Wako wenzetu wako kwenye 50 na zaidi. Kwa Tanzania bado ndio nchi ambayo deni lake ukilinganisha na pato la taifa iko chini
kuliko nchi zote za Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Kwa bado hili eneo liko ndani ya uwezo, liko ndani ya udhibiti mzuri, na bado halijafikia mahali pa kuwa na tishio kama ambavyo imeelezwa na taarifa mbalimbali za mashirika ya kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo eneo hili la mikopo naamini linakwenda vizuri, lakini tuendelee kuhakikisha kama tunaongeza mapato ya ndani, ili basi pale inakowezekana badala ya kukopa basi tunaweza pia kuongeza namna ambavyo tunaweza kulipa kodi na kutumia mapato ya ndani kufanikisha miradi ya maendeleo, lakini duniani kote mikopo haiwezi kukwepeka. Hili ni eneo la pili. Eneo la tatu la kipaumbele katika bajeti ya mwaka huu ni kubeba gharama ya uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu wa wabunge, madiwani na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka huu fedha zote zitakazohitajika kugharamia uchaguzi zitabebwa na bajeti ya serikali ya Tanzania. Tutaendesha uchaguzi wetu kwa fedha zetu wenyewe. Hili ni jambo kubwa sana kwa taifa. Uchaguzi ni jambo la uhuru wetu, ni jambo la uzalendo wetu, ni jambo la utaifa wetu. Kwa hiyo ni heshima kubwa kama tunaweza kuugharamia wenyewe, ukafanyika kwa kadri ya viwango na vigezo ambavyo vimewekwa na katiba pamoja na sheria za nchi yetu. Ni jambo la fedheha sana kama hata kufanya uchaguzi itabidi mfadhiliwe na watu wengine, na watu wengine wakiwafadhili wanaweza wakaingiza na interest zao za kuamua nani wawe viongozi, kwa sababu wao ndio wanaogharamia uchaguzi. Kwa hiyo kwa sisi kuweza kuwa na uwezo wa kubeba gharama za uchaguzi wetu ni jambo kubwa sana linalolinda uhuru wetu, ni jambo kubwa sana linalolinda utaifa wetu, ni jambo kubwa linalolinda uzalendo wetu. Kwa hiyo wito wangu tuhakikishe kwamba mwaka huu tunafanya uchaguzi utakaokidhi vigezo vya uchaguzi huru na haki. Kuanzia kwenye michakato ya ndani ya vyama na mchakato wa uchaguzi wenyewe. Tufanye kampeni za kistaarabu, kampeni zinazojikita kwenye kujenga hoja zinazohusu masuala ya wananchi, badala ya kampeni za matusi, kampeni za kashfa na kampeni za vitisho. Tuendeni tukafanye uchaguzi utakaokidhi vigezo vya kitaifa na kimataifa, kuwa uchaguzi unaozingatia vigezo vya kuwa uchaguzi huru na wa haki. Lakini pia tujiepushe na vitendo vya rushwa katika uchaguzi. Wako watu, mtu hana sifa yoyote zaidi ya kwamba tu ana fedha za kununua watu, anatafuta uongozi. Lazima tutumie fursa ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu kudhibiti vitendo vya aina hiyo. Lakini pia tuendelee kulinda misingi ya utaifa wetu, umoja wetu, uzalendo wetu. Wako wanasiasa wakikosa ajenda ya kushawishi watu wachaguliwe, wataanza kugawa watu kwa misingi ya dini, wataanza kugawa watu kwa misingi ya kikabila. Si kwa sababu wakisha wagawa wananchi watanufaika, atanufaika yeye na familia yake, na wao hawajali chochote zaidi ya maslahi yao na familia zao. Sasa lazima tuwe makini kupitia uchaguzi wa mwaka huu ambao utagharamiwa kwa fedha za serikali ya Tanzania, kwa maana ya kodi zetu. Tufanye uchaguzi ambao kila mmoja atafurahia kama ni uchaguzi wa haki, uchaguzi wa uhuru na uchaguzi wa amani. Kwa hilo ni eneo la tatu.